Twaelekea katika ukingo wa bandari. Yesu ni nahodha wetu akiongoza meli. Upeo wa macho yetu twaona tu karibu, bali tumekaribia, karibu tutafika meli. Sasa ni kualike moja kwa moja mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu ambaye umekuwa ukitufuatilia katika kipindi hiki maalum kabisa cha historia ya kanisa, jinsi lilivyoanza tangu ile karne ya kwanza. Lakini nikukumbushe tu machache. Hapo jana tulipokuwa tukiendelea na kipindi hiki, mimi mwongozaji wako mchungaji Baraka Majige nikiwa na mtayarishaji mchungaji Julius Temba. Kanisa ni nini hasa? Ni watu walioitwa kutoka kwa mujibu wa neno la asili katika lugha ya Kiunani lililokuwa linazungumzia eklesia. Tunamwona Mungu baada ya Adamu kuingia katika dhambi, akamtafuta na akamuita, akauliza uko wapi? Ndipo akasema niko huko, nimejificha. Na kuanzia pale Mungu aliendelea kutengeneza kanisa lake, kwa maana ya kwamba awapate watu waliosikia wito wa kutoka katika maovu na kuingia katika kutenda mema. Na kwa ajili hiyo tukagundua ya kwamba mchungaji Temba alitueleza jana bayana, safari hiyo iliendelea kutoka kwa Adamu, ikaja kwa Kaini na Abeli, ikatoka ikaenda kwa Nuhu, ikatoka ikaenda kwa Ibrahimu, na ikatoka ikaenda kwa Yakobo, na Yakobo tukapata taifa la Israeli. Na hapo ndipo tulipogundua ya kwamba kumbe taifa hili la Israeli linatokea kule tangu mwanzo Mungu alipoanzisha hadi kufikia Agano Jipya, ambapo hapo tunaona Yesu mwenyewe anakuja na kumtafuta huyu mwanadamu ambaye anaendelea kumuita kutoka kwenye dhambi na kuingia katika maisha ya kutenda mema. Na hapo ndipo tukagundua moja ya maisha ambayo tunapaswa kutambua leo ni sisi wanadamu, kwamba tumeitwa kutoka katika dhambi kuja kumtukuza Mungu. Na hilo ndilo kanisa ambalo anasema Roho Mtakatifu anataka kukaa ndani yetu. Nimuulize mchungaji Temba, tunapoendelea na kipindi hiki katika siku ya leo, je, kuna lolote ambalo unataka kutukumbusha? Ninataka nikumbushe jambo moja. Naam. Kwamba sasa baada ya Yesu Kristo kuanzisha huduma yake ya miaka 3.5. Unajua Yesu Kristo alihubiri miaka 3.5. Miaka 3.5 toka alipobatizwa mpaka aliposulubiwa. Aha. Kwa hiyo aliweza kuacha mafundisho ya kutosha kwa wale wanafunzi. Ndio. Wale wanafunzi walioachwa na Yesu muda wao kuanzia mwaka 34 AD, kwa sababu Yesu alisulubiwa mwaka 33 AD. Sasa 34 tunaona Stefano anauawa, alafu anasambaa kuhubiri injili kama kanisa lililoachwa na Yesu. Sasa kanisa hilo la wanafunzi lililoachwa na Yesu lilikuwa linaitwa Apostolic Church. Naam. Yaani kanisa la mitume. Asante, maana uliongea lugha ya kikoloni kidogo. Nashukuru kuendelea kuturahisishia. Kanisa la mitume. Kanisa la mitume. Naam. Baada ya wanafunzi wote kufa, ndio wale wafuasi wao, inaaminika Ignatius wa Antiochia alikuwa ni mfuasi wa mtume Paulo. Na yeye baada ya mitume wote, kumbuka Paulo aliuawa mwaka 66 AD pamoja na Petro, waliuawa kwa mula ambao unaendana kidogo. Kwa hiyo walienda Rumi, waliuawa kule Rumi. Lakini unaweza ukajaribu kuangalia jinsi ambavyo mambo yalikuwa yanakwenda. Ukienda sasa, alikuja mtu anaitwa Ignatius wa Antiochia ambaye alikuwa ni askofu wa kwanza. Huyo alikuwa askofu wa kwanza. Askofu wa kwanza. Kuna watu wanasema kwamba Yesu Kristo kweli alimwachia Petro kanisa. Ndio. Na Petro alipoachiwa kanisa alikufa. Naam. Mwanzoni kabisa mwaka 66 alisulubiwa kichwa chini miguu juu. Naam. Kwa hiyo aliishia hapo. Kwa hiyo tukisema Petro baada ya kuachiwa kanisa aliwatengeneza wanafunzi ambao walikuwa ni warithi. Na baada ya Petro kufa, waliokuja kuendeleza kipindi hiki sasa ni wale waliobaki. Lakini mwanafunzi wa mwisho tulisema ni Yohana alikuwa amebaki. Sawa sawa. Na hivyo baada ya Petro kufa, hawa ndio waliokuwa warithi. Na habari njema ni kwamba hadi wakati Petro anakufa, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, alikuwa akitunza Sabato. Haleluya. Kwa hiyo tukisema kwamba Petro alibadilisha Sabato kwenda Jumapili, tutakuwa tunakosea.
Hilo ndio nataka niliweke wazi. Kwa hiyo Petro ni baba wa imani ambaye alihakikisha ameyashika yale mafundisho ya Yesu na kuyafundisha mpaka wakati anakufa, na walioendelea wakaendelea nayo, na walipoisha kabisa, Yohana naye alipokuja kufa, lile kanisa likabaki kwa wafuasi wa mitume. Ndio maana sasa jina linabadilika, haliitwi tena Apostolic Church bali linaitwa Post Apostolic Church. Maana yake kanisa baada ya mitume. Lakini kipindi hiki sasa cha Apostolic Church, yani kanisa la mitume na kanisa baada ya mitume, linabeba muda wa kihistoria kuanzia mwaka 34 AD mpaka mwaka 325 AD, wakati ambapo mtaguso mkubwa wa pili ulipokaa kurekebisha mambo fulani fulani tutakayoyaona katika historia. Na mwenyekiti wa hicho kikao alikuwa ni askofu akiongozwa na mfalme Konstantine ambaye bado alikuwa hai. Kwa hiyo aliitisha kikao hiki ni askofu kwa agizo la mfalme. Tutaangalia huko mbele ya safari, lakini tunajaribu kuangalia kipindi hiki cha Apostolic Church. Kwa hiyo tunaposema Apostolic Church kuna post apostolic na apostolic yenyewe. Sasa hii inaitwa ni primitive church au kanisa la awali. Tunapozungumzia sasa kanisa la awali, tunaweza tukaendelea kutoka hapo. Ndio. Kumbe tumeona jinsi ambavyo ilikuwa. Ndio. Na sasa tukaona kanisa la awali jinsi lilivyoongozwa. Tunamwona mmoja ya askofu wa kwanza wa Antiokia. Huyu alijulikana, mchungaji ametuambia, Ignatius wa Antiokia. Ni baba wa imani. Je, pengine ni sifa zipi zilizomfanya huyu askofu achaguliwe? Maaskofu walikuwepo, tutawaona na wengine. Kulikuwa kuna Polycarp wa Smyrna na wengine, lakini kilichosababisha hawa watu wakachaguliwa walikuwa na sifa zifuatazo. Walikuwa ni waongofu kutoka katika tabaka la wasomi Hellenistic, wasomi wa ulimwengu wa Kiyunani au Kigiriki. Kwa hiyo walikuwa ni wasomi. Nakumbuka Biblia iliyokuwa inatumika wakati huo ilikuwa inaitwa Septuagint, ambayo ilikuwa imetafsiriwa kwa Kiyunani. Kwa nini ilitafsiriwa kwa Kiyunani? Israeli walivyokaa utumwani, waliendelea kubaki utumwani, na baada ya taifa au dola ya Wamedi na Waajemi kuanguka, ikaja ile dola ya Wayunani, walibadilisha kabisa system ya ulimwengu na kuifanya katika utamaduni wa Kiyunani. Ndio maana hata madaktari leo mambo wanayotumia mengi ni lugha ya Kiyunani. Kwa hiyo waliteka ulimwengu katika hiyo hali, na hata maandiko yalibadilishwa yakaja katika lugha ya Kiyunani wakati wa mfalme Alexander. Aliwachukua watu 70, ndio maana inaitwa Septuagint, watu 70 au 72 ambao walitafsiri Biblia ya Kiebrania kuja katika Kiyunani, kwa maana Wayahudi wengi walikuwa sasa wamezaliwa watoto wamekulia katika ulimwengu wa Kiyunani, na hivyo lugha iliyokuwa inatawala kama Kiingereza leo ilikuwa Kiyunani, na ndio mambo yalivyokuwa pale. Kumbe sehemu kubwa ya lugha hii ilitumika maeneo mengi. Na ndio maana hata we ni shahidi uliyeko shuleni ukiangalia vitabu vya kibiolojia, kifizikia, maneno mengi ni ya lugha ya Kiyunani. Na hii inatuonesha ya kwamba kumbe ni kweli walihitajika maaskofu waliosoma. Na sio tu kwamba walitoka kwenye tabaka la wasomi la wale Hellenistic, lakini pia walitoka kwenye ulimwengu wa wastaarabu. Walikuwa ni watu wastaarabu wenye hekima. Kwa hiyo walichaguliwa. Naam. Sasa pengine ni kazi zipi baada ya kuchaguliwa walizifanya hawa maaskofu? Hawa maaskofu kazi zao zilikuwa ni mbili. Ndio. Kazi ya kwanza walioifanya, walikuwa ni walimu wa teolojia, kwa sababu walirithi kutoka kwa mitume na walihakikisha wanayalinda maandiko kwa damu. Ndio maana hata ukimfuatilia huyu baba wa imani askofu Ignatius wa Antiokia alihakikisha ameyalinda maandiko kwa damu, kwa sababu aliuawa kwa kutupwa kwenye tundu la simba na aliliwa na simba wawili wakamuua kabisa. Baada ya kuonekana kwamba analinda maandiko na hataki ya haribike. Kwa hiyo hawa wazee wanaheshimiwa sana kwa sababu walisimamia vizuri kwa kuyalinda maandiko. Kingine wanasema walilinda maandiko yasipotoshwe, walikuwa ni walimu wa teolojia.
Pengine mchungaji Temba, ndio unaweza ukatueleza ni njia zipi walizozitumia kulinda haya maandiko, japo umetuambia kwamba pengine mpaka kwa kumwaga damu waliamua? Kuna njia nyingine tofauti? Walihakikisha hakuna mtu yeyote anayeleta fundisho nje ya Biblia na mafundisho yaliyoachwa na mitume. Hiyo tu ndio njia kubwa walioitumia. Kwa hiyo walisimama hapo. Ndio. Pengine unaweza kutukumbusha baadhi ya maaskofu ambao pengine walihakikisha ya kwamba hata wale wanaoweza kuibuka wasichafue? Maaskofu wa kwanza ambao walibeba jukumu la mitume walikuwa kama 7. Kulikuwa kuna mmoja alikuwa anaitwa Ignatius wa Antiochia, tumeshamsema. Lakini tulikuwa tuna Polycarp wa Smyrna. Tulikuwa tuna Justinian Mfiadin, lakini kuna Irenaeus wa Lyons. Kuna Tertullian, Clement wa Alexandria, Origen na wengine pia walikuwepo. Hao walikuwa ni wazee waliolinda maandiko. Waweza ukaona jinsi gani maandiko yanavyoweza kutetewa, haijalishi kwamba maandiko yanavyoweza kutetewa, haijalishi ya kwamba hao wengine wataibuka, lakini wao watasimama tu kuhakikisha kwamba wanasimamia maandiko matakatifu. Nami ninakusihi mpenzi msikilizaji na mtazamaji, uendelee kusimama katika maandiko matakatifu. Biblia takatifu ulio nayo pale nyumbani itakulinda kuitetea yako. Pengine mchungaji Temba, hebu tukumbushe juu ya historia ya kanisa hili la awali mpaka kufikia hatua ya kuibuka hawa wazushi na wakosoaji. Je, haya maneno yalipokuwa yanasikika kwa hawa wazushi na wakosoaji, ni kweli walikuwepo? Naam, walikuwepo. Na mtu yeyote ambaye alipinga maandiko aliambiwa unaleta mambo ya kizushi. Waliitwa wazushi. Waliitwa wazushi. Pengine mchungaji Temba, nina swali dogo hapa ambalo pengine unaweza ukatusaidia sisi tunaosikiliza. Hawa maaskofu hawa waliokuwa wakifanya kazi hii, je, waliwahi kutofautiana katika mitazamo? Naam, kilicholeta shida kwa sababu walikuwa ni wasomi, wachambuzi. Naam. Kila mmoja akaja na mtazamo wake. Na walipokuja na mtazamo, kuna baadhi yao walikuja na mafundisho ambayo yalileta shida. Katika zama hizo yaliitwa Christological. Na Christological concept zilipokuja hizi, shida kubwa ya kanisa la awali hawakuwa wanapambana na kitu kingine chochote, ila ilikuwa ni uungu wa Yesu Kristo na ubinadamu wake. Hapo ndio bishani ulipoanza, wakatofautiana na mgogoro ukaanza. Naam. Pengine tumalize kwa kusema miongoni mwa mambo ambayo sasa kama ulivyoeleza kiini kilikuwa ni juu ya uungu wa Kristo. Basi unadhani matokeo ya mgogoro huu yaliwezaje kuleta mabadiliko katika mfumo wa kanisa? Kulitokea mpasuko. Wa awali. Na huo ndio unaitwa schism ya kwanza. Mpasuko wenyewe ulisababishwa na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Arius. Arius alipinga kwamba Yesu Kristo hakuwa Mungu. Kwa hiyo anasema tu alikuwa mwanadamu wa kawaida. Huyu Arius, wafuasi wake wakaitwa Arianism. Na huyu ndiye aliyesababisha Constantine akaita baraza, kwa sababu alikuwa na wagawanya wa Kristo na Constantine hakutaka ufalme wake ugawanyike tena. Mwingine alikuwa na kundi linaloitwa Docetism. Hao walisema kwamba Yesu Kristo alikuwa Mungu lakini hakuwa mwanadamu. Unaweza kuona walivyoanza kutofautiana. Lakini kundi lingine pia, kuna watu walikuwa wanaitwa Mashonite. Mashonite wenyewe walisema kwamba Yesu Kristo alipata uungu siku ya ubatizo, lakini huko kwingine alikuwa mwanadamu. Baba wote wale wengine walibaki kwenye mfumo wa kusema kwamba Mungu ni mmoja, nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa wazee wakaanza kupambana na haya makundi, kwa sababu yenyewe yanakuja na mtazamo tofauti, lakini wale wazee kina Ignatius wanabaki kusimama pale pale, wanasema Mungu ni mmoja, nafsi tatu. Ndio maana tunaita mababa wa imani. Kwa hiyo mkutano wa Trent uliwakomesha wote hawa waliokuwa wamechipuka, wakabaki tu hawa ambao walikuwa wanasema kwamba Mungu ni mmoja, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika nafsi tatu. Na Arius alifungwa baada ya mkutano. Kwa hiyo tunaweza tukaona kumbe hao watu jinsi ambavyo waliendelea kuleta mabadiliko. Tunaona kikao hiki cha mkutano mkuu ndicho
pata suluhisho. Je, kanisa la awali pengine lenyewe lilikuwa na msimamo upi? Ama liliamini nini katika habari ya maandiko haya? Kanisa la awali waliamini kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Waliamini katika ubatizo wa kuzamishwa kwenye maji. Ndio. Na waliamini katika Pasaka ambayo ilikuwa ikifuata kanuni za Kiyahudi. Kwa maana kwamba Pasaka ilikuwa ikiangukia siku yoyote kama ile ya Kiyahudi. Ilikuwa hailengi kwamba leo inaangukia wapi. Na hivyo walikuwa wakienda nayo katika hali kama hiyo. Lakini baada ya hapo wakaamuru kwamba kuanzia leo tutaita Pasaka siku ya Jumapili tu. Kuna kitu ambacho mtakiona kwamba walivyoingiza Pasaka Jumapili, wakaingiza na zile sherehe za ile miungu ya Jumapili. Ndio maana ukijaribu kutazama hata mwaka huu siku ya Pasaka inapofika, lazima uone ule mwezi ambao ni mwezi tunaouona huku juu, ni mwezi mpevu. Hakuna Pasaka ambayo inaweza ikaangukia mwezi ukiwa mchanga. Kwa sababu gani? Mwezi ilikuwa ni mungu mke aliyeabudiwa na Wayunani na Warumi, na kwa sababu alikuwa akiabudiwa kama mungu mke, kwa hiyo wanaamini kwamba hawezi kufanya sherehe akiwa hana nguvu. Kwa hiyo anapofikia hatua ya kuwa mwezi mpevu, ule unaotoka kuanzia saa 12 na kuzama saa 12 asubuhi, kwamba uko ni full moon, wanaita ni full moon, so crescent moon, ni full moon. Inapofikia hapo umekamilika, wanasema sasa Ashtaroth anafanya sherehe ya mwanae Tamuzi. Na ndio maana Waafrika ndio wanaita tu Pasaka. Lakini ukienda kwa wazungu, siku zote wako vizuri, wanaita Easter. Wakaingiza sasa, wakachanganya ile sikukuu ya Pasaka ya kwenye Biblia, wakaichanganya na mapokeo ya kipagani. Kwa hiyo haianguki tena simu yoyote, itaangukia tu, lazima iangukie Jumapili. Wakati zamani ilikuwa ikiangukia siku yoyote. Na hivyo ni kumwenzi Mungu mwezi kama walivyokuwa wakimwenzi Mungu jua. Lakini kumbuka niliwaambia, baada ya Yesu kufa msalabani, Paulo anasema mtu asiwahukumu tena kwa sikukuu, kwa sababu Pasaka kilikuwa ni kivuli cha ujio wa Yesu Kristo na damu yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Na sasa tunabaki tu kama kuadhimisha kwa kula ule mkate wa Bwana na kunywa ile divai. Ndio maana Yesu alisema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Lakini kimsingi sasa mambo yalivyoanza kujichanganya kuanzia mwaka 325 ndio mambo yalikoanza shida hapo, mabadiliko mengi yalitokea hapo. Kwa hiyo hiyo ndio sikukuu ambavyo ilibadilishwa. Na ndio maana nakwambia hata mwaka huu subiri ile siku wanasema ni sikukuu ya Pasaka. Wazungu wenyewe wanasema ni sikukuu ya Ishtar au Easter. Ukisema tu ni sikukuu ya Pasaka, ule mwezi lazima uwe mpevu kabisa. Unatoka jioni unazama asubuhi. Hauko nusu, kwa sababu Ishtar ana nguvu. Hayo ni mapokeo tu yaliyoingia, lakini asikutishe mpendwa mtazamaji, kwa sababu Biblia yako iko wazi. Unapoendelea kusoma, Mungu anayemtumia Roho Mtakatifu anaweza kukueleza vizuri. Asante sana. Pengine nikushukuru sana Mchungaji Temba. Ndio. Lakini kabla hatujamaliza, unaweza ukatueleza japo kwa ufupi kulingana na huu mkutano ulipokuwa umeketi ambao unajulikana kama mtaguso, kwa ufupi tu tunapomaliza pengine. Huu ulikuwa ni mkutano uliokuwa umeitishwa na Mfalme Konstantini baada ya kuona Wakristo wanaanza vurugu, na yeye aliwaunganisha Wakristo pamoja. Na yeye sasa akaamua kuitisha mkutano huu na kuwapa utaratibu. Ndio wakasema wote hao walioibuka na kuanza kufundisha vitu kutokana na falsafa zao aliwakamata. Aliwakamata kile kikundi cha Docetism, aliwakamata Marcionite, akamkamata Arius, alafu wakaweka utaratibu. Na kingine kigumu kabisa kilichoanzishwa ni kuanzishwa kitu ambacho kilikuwa kinaitwa Nicene Creed. Nicene Creed ni kanuni ya imani iliyoanzishwa na Mfalme Konstantini kulinda watu wasije wakakosea. Kwa hiyo kilichoanzishwa katika ule mkutano wa Nicene, hiyo kanuni ya imani, ilikuwa ni kulinda hawa watu ambao waliwaita wazushi, walikuwa wanasema Yesu hayupo katika nafsi tatu za Mungu, au Mungu si Mungu mmoja nafsi tatu. Na ndio maana ile kanuni ya imani
kwa wanaoifuata sasa hivi, kwa sababu ni baadhi ya madhehebu wanaifuata, wanasema na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi muumba mbingu na nchi. Ukiendelea hapo utakuta wanakiri kwamba Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Walianzisha kitu kinaitwa Nicene Creed. Ulifanyikiwa pia mkutano, ulifanyikiwa eneo linaloitwa Nikea ambao ni huko Mashariki ya Kati, Nicene Creed. Kwa hiyo ndio kanuni ya imani. Ilizaliwa kutoka katika ule mkutano ili kudhibiti makundi yaliyokuwa naibuka ili dola iwe imara. Nafikiri tukiishia hapo kwa leo. Nikushukuru sana mchungaji Julius Temba kwa jinsi ambavyo umeendelea kutueleza kwa ufasaha juu ya kanisa hili la awali, jinsi lilivyoanza na hatimaye kuendelea kukua. Wale walioonekana kupingana na maandiko haya, wapo maaskofu ambao hawa na sifa ya kusoma maandiko na kuyaelewa, walisimama imara, wengine wakatupwa katika matundu ya simba. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, nikusihi sana, simama katika neno la Mungu na Mungu peke yake. Hakika hapo ndipo Mungu atakapokuinua kutoka kwenye mapokeo na mabadiliko yanayoibuka kutoka kwa wazushi mbalimbali kama ilivyoonekana tangu kwenye kanisa la awali. Na hivyo nikushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia katika kipindi hiki maalum kabisa cha historia ya kanisa la Kristo tangu karne ya kwanza, kutoka kule Agano la Kale hadi kufika hapa. Mungu akubariki sana. Yesu bado anakuhitaji na anasema damu yangu iliyomwagika msalabani bado yatosha kwa ajili ya kuleta utakaso katika maisha yako. Usichelewe, bado Yesu ni wa neema nyingi. Mungu akubariki tena hapo kesho katika kipindi kama hiki na hadi mwisho. Habari njema ni kwamba Habari njema hadi mwaka 325 naam bado walikuwa wakiabudu siku ya Sabato. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pengine kesho tutaanzia hapo kuona mabadiliko yalitokea wapi. Asante sana. Asante. Simama tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru na kukusifu mno, maana wewe ndiye mwokozi wetu na muumbaji wetu. Tusaidie kuendelea kujifunza maneno yako matakatifu, Biblia takatifu. Utujaze uwezo wa Roho Mtakatifu ili tukaelewe ni nini yaliyo mapenzi yako kabla pumzi yetu ya uhai haijakoma. Tukakusifu, tukakutukuze na kuendelea kukuona wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mbariki mpenzi msikilizaji na mtazamaji, wabariki watu wote wanaotufuatilia katika mikutano hii. Neema yako yatosha kuokoa, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Bwana awabariki sana.